Mambo vipi? Ni Jumatatu tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2025. Heko kwa timu ya taifa ya Ureno kwa kunyakua ubingwa wa ligi ya mataifa barani Ulaya, yani UEFA Nations League, kwa kuilaza timu ya taifa ya Uhispania 5-3 kupitia mikwaju ya penalti baada ya mechi kuisha sare ya 2-2. Kipa wa klabu ya FC Porto nchini Ureno, Diogo Costa, alipangua mkwaju wa penalti wa mshambuliaji wa AC Milan Alvaro Morata kuihakikishia Ureno taji lao la pili baada ya kunyakua kombe hilo kwa mara ya kwanza katika msimu wa kwanza mwaka 2018-2019. Kisha Ufaransa wakashinda msimu wa mwaka 2020-2021, alafu Uhispania wakashinda taji la tatu tangu mashindano yaanzishwe mwaka 2022-2023. Na katika fununu za uhamisho wachezaji wa soka barani Ulaya hii leo ni kwamba mabingwa wa ligi kuu ya kandanda nchini England, Liverpool, wanapanga dau la mwisho la takriban pauni milioni 118 kwa Bayer Leverkusen nchini Ujerumani, wakijaribu kuishawishi kumwachilia kiungo mshambulizi wa Ujerumani Florian Wirtz aliye na umri wa miaka 22, mchezaji ambaye haina mjadala kwamba atatua Anfield, lakini kumekuwa na hali ya kutoelewana baina ya Derez na Leverkusen, huko vigogo hao Ujerumani wakishikilia kwamba wanataka takriban pauni milioni 126 ili kumwachilia kiungo huyo ambaye alikuwa nguzo muhimu katika timu hiyo msimu uliopita. Na Liverpool wanaona kwamba hela hizo ni nyingi sana. Kumbuka Florian Wirtz tayari ameshakubali mkataba wa miaka 5 Anfield, ambapo atakuwa akipokea takriban pauni 355,000 kila wiki. Klabu ya Everton inapanga kumsajili winga wa England Jack Grealish aliye na miaka 29 kutoka timu ya Manchester City, lakini wanataka kumsajili kwa mkopo, na vile kuna kikwazo kuhusiana na mshahara. Hivi sasa anapokea takriban pauni 300,000 kila wiki na anaondoka Etihad baada ya kuichezea City kwa takriban miaka 4. Vigogo wa Uhispania Real Madrid wanapanga kuteka nyara usajili wa kiungo wa Uhispania Martin Zubimendi aliye na umri wa miaka 26, mchezaji ambaye inaaminika kwamba kulikuwa na maafikiano baina ya timu yake Real Sociedad na klabu ya Arsenal nchini England kukamilisha usajili wake kwa takriban pauni milioni 51. Lakini hivi sasa inasemekana kwamba kuna ushawishi kutoka kocha mpya wa Los Blancos Xabi Alonso, ambaye alikuwa kocha wa Zubimendi katika timu ya chipukizi ya Sociedad. Hata hivyo, kuna baadhi ya majarida ambayo yanaarifu kwamba Arsenal imeshakamilisha usajili wa Zubimendi na wanasubiri hadi mwezi Julai ili kutangaza rasmi. Duru zinaarifu kwamba Arsenal inatarajiwa kufanikisha usajili wa mshambulizi wa Slovenia Benjamin Sesko miaka 22 kutoka RB Leipzig nchini Ujerumani wiki hii. Na je, hatma ya mshambulizi wa Uswedi Victor Gyökeres miaka 27 ni ipi hivi sasa? Kusema kweli ni kwamba hadi hivi sasa hakuna timu yoyote ambayo imewasilisha rasmi ombi kwa timu yake ya Sporting Lisbon nchini Ureno ili kukamilisha usajili wake, hasa ikizingatia ubora wake na mabao aliyofunga msimu uliopita. Hata hivyo, inaaminika kwamba Manchester United inapiga upato kumsajili kutokana na uhusiano wake na kocha wake wa zamani ambaye ni mkufunzi wa Red Devils hivi sasa, Ruben Amorim. Wanabunduki Arsenal wanakamilisha usajili wa kipa wa Uhispania Kepa Arrizabalaga kwa takriban pauni milioni 5 kutoka klabu ya Chelsea. Victor Osimhen amekataa dongenono kujiunga na Al Hilal katika ligi kuu ya soka nchini Saudia. Inasemekana kwamba Al Hilal walikuwa wameafikiana na Napoli nchini Italia ili kumsajili mshambuliaji huyo wa Super Eagles kwa takriban euro milioni 75, lakini amedokeza kwamba nia yake ni kusalia kucheza soka barani Ulaya. Timu mbalimbali zinamezia mate, ikiwemo timu yake ambaye alichezea kwa mkopo msimu uliopita, Galatasaray kutoka taifa la Uturuki. Chelsea imethibitisha usajili wa kinda Ufaransa mlinzi Mamadou Sarr umri wa miaka 19 na ametia saini kandarasi ya miaka 8 hadi mwaka 2033 darajani Stamford Bridge. Amejiunga na The Blues kutoka klabu ya Strasbourg nchini Ufaransa. The Blues aidha wametuma ombi la euro milioni 15 kwa AC Milan nchini Italia kwa lengo la kumsajili kipa Ufaransa Mike Maignan miaka 29.
Baada ya ombi lao la kwanza la euro milioni 35 kukataliwa na Borussia Dortmund nchini Ujerumani katika nia yao ya kumsajili winga Uingereza Jamie Gittens miaka 20, Chelsea wanapanga kutuma dau la pili. Gittens amekubali mkataba miaka 7 darajani. Nao Borussia Dortmund wameshafikiana na klabu ya Sunderland katika usajili wa kinda Uingereza Job Bellingham miaka 19, atajiunga na timu ya Ujerumani kwa takriban euro milioni 38. Dortmund vile inapanga kumrejesha Ujerumani winga wa England Jadon Sancho miaka 25 baada ya kuarifiwa kwamba yuko huru kuondoka Old Trafford. Sancho ambaye mkataba wake wa mkopo ulikamilika katika klabu ya Chelsea anawindwa pia na Al Hilal nchini Saudia. Kiungo wa Uholanzi aliye na miaka 26 Tijani Reinders ameshakamilisha vipimo katika uwanja wa Etihad ili kusajiliwa rasmi na Manchester City kutoka klabu ya AC Milan nchini Italia. Vile fullbeki wa Algeria Ryan Aït-Nouri miaka 23 naye pia amekamilisha vipimo akiwa anajiunga na Citizens kutoka klabu ya Wolverhampton Wanderers nchini Uingereza. Na hatimaye kocha raia wa Denmark Thomas Frank miaka 51 amewaelezea wananyuki Brentford kwamba ana hamu ya kujiunga na Spurs ili kuiongoza timu hiyo msimu ujao. Mwisho makala leo.